poverty and shame will come to him who do what? The same correction. You hate correction. You don't like people to talk to you. You are a law to yourself. You are a rule to yourself. You observe yourself. You don't care. You don't care. You don't care. Inasema poverty and what? I say poverty and what? No matter how rich you are, no matter how you have acquired, no matter how big you are, you can never be bigger than God. It is God who gives instruction. Gives what? He says you obey it carefully. He says he who ignores. This one puts well. I love that one also. The NIV. He says he who does what? I say ignores what? Discipline. That's why they corrupt, they confuse, they tantalize people who does not know, because you must understand there's a place that God has assigned you for. Kuna mahali Mungu amekutuma. Ukijituma mahali, you must pay your own price. Even in the church, there is a church that God has assigned somebody to go and attend and go be there and be a blessing, no matter how hard the place is. Hata kama pastor ni arrogant namna gani, there is something that God wants you to be blessed. That's why Elisha and Elisha, they were together. But the Bible says Elijah was a very arrogant man. He was very brutal. He was very violent. But the Bible says Elisha, as his servant, he obeyed the sons of the prophet were telling him that your master will be raptured today. But Elisha was still resting, saying, I know what you're saying. Enda huko kae kwa watoto. Na wewe vaa viatu ende huko. Mara moja. Enda kwa amani. Usiende kwa shiro. Tafuta kiti yako kwa hali bravo. Mkatae kabisa, ajue hapa ni church. Hii ni church ya discipline. Sema discipline. Sema discipline. Sema discipline. Hii ni kanisa ya madisciples, sio kanisa ya wafuasi. Sio nini? Sio kanisa ya nini? Wafuasi. Pasa unakuaga mkali mpaka hata ndio watu hakuna shida, tutakutana mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. The Bible says, maandiko yanasema Moses was so humble. So what? Humble. Wanamwambia tupe maji, wacha ujinga, unatutoa kwenye kulikuwa na vitunguu saumu. Ni saumu ama ni vitunguu marasmas? Inaitwa nini? Alisema nini? Kulikuwa na nini? Kulikuwa vitunguu saumu, malenge na nini. Wanamkemea. I don't know Moses who was born of. Ananyenyekea, wanamuharas, wanamwambia kwenda. You are a liar. Sasa unatutoa, naona ndio wanakuja, alafu unatuangaisha. They come against. I know people can come against pastors. That's why anybody who come from any church kuja kureport pastor yote hapa, namwambia get out of my office. Because I know you are speaking about another pastor, you come to speak against about me. Go. No pastor is like me. I know. Because you are disobedient. You are under curse of a man of God. Somebody can carry a curse of a man of God. He keeps on moving from one street to another. He offended the man of God. Huwezi kuhati mtu wa Mungu faith. And then you expect that sasa mimi naenda kwa pastor huyu. Sasa kwani unafikiri ni pastor peke yako? Wanawake wangapi wameacha kufanya harusi kwa kanisa, maana pastor alimuonya akamwambia usifanye, ngoja. Akasema unafikiri wewe ndio kanisa peke yako? Mimi naenda kanisa ingine. Ukiona watu wako na matatizo mengi, wapendwa, usianze kuuliza sana Mungu ati kwa nini huyu ashughulikiwi. Huyo mwenyewe kwanza akae chini. How is obedience? Walisumbua Musa sana, mpaka Musa hakusurvive. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu imagine a man of God never even went to the promised land. Steve, mtu wakwe ni mhubiri ama ni mtu na wewe si yani, watu wanakuangaisha, wanatakaga pasa twende, pasa tutoke. Biblia inasema walimbeba mpaka Yeremia kwa mgongo, akamwambia tunaenda na wewe captivity. Tunaenda wapi? Si ni kweli? Si ndio hivyo Yeremia?
Si walibeba Yeremia wakamwambia, wewe hatukuachi, wewe ndio pasa wetu, lakini hatufanya nini? Tunaenda na wewe wapi? Unipeleke kwa vituko kwenda kufanya makumbusho mimi? Don't call me. Ndio niambia Deno, nikamwambia ukituita kwa hiyo nyumba yenu kwenda kufungua, ukuje tupata Wajaluo wakifanya hivi, ndio they will know me. Ndio sababu nimeshona nguo zangu zile za priest za kuweka mkanda hivi kama mkadho. Ukifika hapo, anybody who tries ndio atajua kama mimi ni nani. Mimi usiniache shughuli yako na unakuja kufanya vitu zako, unaelewa? Usiniite Faith, alafu umeita Wakamba wako huko wanafanya kuruku pastor, basi kuja ubariki. Nibariki nini? I'll put a curse on that one until you get ready. So don't. Bwana Yesu asifiwe sana. Si ndio waliangaisha moyo Aaron? Hebu imagine washirika wanakuambia nitutengenezee Mungu. Tutengenezee nini? Eh? Ama ni aje ile moyo? Nimesema uongo ama nisema kweli? Si ni washirika ndio waliambia pastor mdogo, wachanaga na ule asini pastor mjinga sana ati ameenda prayers. Wachana. Ndio unaona mtu pastor akitoka kanisa one day watu wanatengeneza kanisa ngapi? Ukiona hata pastor atakangi zingine kuwa na wachungaji wengine hapa around wanasumbua, unatengeneza kanisa wanasema unajua pastor ile wangi sana. Nasikia ndorang. Unajua pastor ile wangi hata ajui kuomba sana. Unajua wewe ndio uliweka mkono nikaanguka, nikaweka tena nikaanguka mara mbili. Wewe ndio uko anointed, wanakuchochea. Unanielewa? Tuanze kanisa nyingi. Mtu akipewa opportunity ya kusimama mbele ya madhabahu ya Mungu hata kanisani, it's a blessing. Is what? Ni baraka. Wakamwambia Pastor Aaron, wakamwambia Aaron, huyu jamaa, in fact wanasema vizuri, Biblia inasema, wanasema vizuri, wanasema this fella we don't know about his fate. Hatujui hali ya kama labda ameuawa na huyo Mungu alienda kutafuta ama kwa tafadhali tusaidie tutengenezee nini? Tutengenezee Mungu. Wakamwambia usijali pastor, pesa tuko nayo, pesa tu nini? Ndio watu wanaanzishaga makanisa za uongo. Mtu anakujaga anasema wachana nao pasa, mimi niko na pesa, mimi nitakomboa hall, mimi nitanunua vyombo, mimi nitanunua viti. That's a stupidity, and I thank God we resisted those nonsense with my wife many years ago. Nobody today can claim we did. Hatukukata kanisa ya mtu. We stayed home for, after we were church, we stayed home for 4 almost years, and we said no, we are not going to, because people can tell you twende. Wanaanza kanisa wanasema tuanze. Biblia inasema wakachukua vipuli. What God has blessed you does not make you become rebellious with God. Mungu akikubariki na hela haijakuvumbia ukue muasi mbele za Mungu. Unanielewa? Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akikubariki na talanta, in a place that you are a good keyboardist, you are a good musician, you are a good usher, you are a good giver, it doesn't mean that you are supposed to go in a place unaambia pastor sana ku finance. Naambia mami kila siku namwambia me nobody can scare me whether it comes with billions, millions. Nimeona matatizo mengi sana. Tukianza kanisa hapa, mzee mmoja akakuja hapa akatupatia tithe ya pesa kiasi hivi. Huyo ndiye alinifundisha adabu mpaka leo. Na si kwa ubaya kusema alikuwa Mjaluo. Mpaka siku moja nimeenda kusimama Faith collateral kwake kumsimamia nyumba kama garanta mwana. Sasa unasema ukweli na repent. Sema nafanya repentance. Sema repentance. Kutoka siku hiyo ndio hivyo ndirangu nilijifundisha. That's why kanisa hii haina tajiri ati kuna mtu ati mnategemea mtu fulani asipokuweko kanisa haiwezi kuwa. Not in this church. God is the all soul provider. Mnanielewa lakini? Sio umekuja hapa tukaona tukijenga hapa nyuma we have spent over 10,000. Juzi karibu nikupigie kelele ni vile kuja miss kuja siku 3. Ungekuja hapa ndio ungejua. Ile pressure ulikuwa umenipatia na watu wako wakora mnafanyaga vitu ambao si za kimungu. I've trusted you like the way I've trusted my wife. When we leave this church, we live in you are in church. Hata kama hakuna mtu amekuja. Ndio unaona tukienda safari wewe ndio tunaambiaga. Hata mtu akikwambia ati oh pasa wanapenda huyo mama na wewe tusikupenda alafu urudi baadaye ukiahasi, utapata laana juu yako. Because tunaweza pigwa kwa sababu yako. Unajua watu wanakuwa na vikundi makanisa, unajua hivyo? Wasengenyaji. Unajua pastor ule anasikiaga ule mama sana. Hapana, kila mtu akiwa responsible unampatia kazi. Sema ni aje? Ama unataka tukae kanisa kila mtu akae hivi mama.
Mtu ukae ovyo ovyo hivi, ujuagi kama huyu ni nini. Si lazima unachukua mtu mmoja unampatia majukumu, si kweli? Si mtu unapatia majukumu anakaa kama Aaron, anasema huyo pasa hatujui mambo yake, wewe acha tupange vitu zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio niliwaambia kwa hii kanisa hakuna watu wanapangaka vitu mbili, ile mmepanga moja ndio tumepanga, mimi ndio napanga, ndio chairman. Wakati ukiwa na mahitaji kwa hii kanisa, ukiona leo watu wamepepa hivi Ndiremoi, kwa sababu walijua leo ni nini. Kuna conference ya mama inakuja next week, kuna nini inakuja, sasa lazima waingie kichakani kila mtu design yake. Oh, pastor nilikuwa mgonjwa sana, pastor nilipata safari, pastor nilipata. So that in this church, God himself is the one who started it, is the same God who built it, is the same God who raised his own people. Nobody, no, hapa Ndirangu is a millionaire. Ndirangu niko na record ya sadaka zako. Wewe umeshinda watu wote, hata wale unaona wanavaa matai haki. I'm telling the truth. Niko na record faith paka yako. Usicheze na mimi. Uliza bibi yangu anajuanga mimi from the day kutoka 1983 nikiwa class 2. Kila mtu yote aliyekuja katika maisha yangu, I know them. I was a kid standard 2. Usicheze na mimi. Niko na record mbaya sana Ndiremoi. So kidifanyaga kitu unaona kama nimekaa hivi nimenyamaza. Nimekaa tu nimenyamaza. Vile Biblia inasema, Mungu anasema ukiona nimenyamaza usione kama nimesahau nini? Nimesahau. Nimefanya nini? Hata church najua wa condiments, najua the real people, najua the genuine, najua nini, but all of us tunaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Noa aliambia watu tujenge safina. Wakamwambia wewe ni mtu mgora sana. No, mimi kwa hivyo sitaki ni kuacha hapa Ndiremoi, wewe unahubiri kanisa sana. Nimeenda waambie watu sasa leo tulete ubani ya Catholic, tuweke maji matakatifu. Pastor akwange na nguvu hapa. Si nilikuwa na makonman wengine hapa wanakuja wananiambia, pastor usihubiriki kutoka kwa Old Testament, hiyo ikwange ya nini? Nini sijaona kwa hii kanisa wewe? Nikakalishwa hapa kwa kiti. Usilete bibi karibu na wewe pastor. Bibi, unajua bibi wanaharibiki kanisa sana. So nikuje ukae, nilete bibi mwingine niekelea hapa katikati. Hapa kwa hii kanisa Ndirangu, hii kanisa kadogo, hakuna kitu faith sishaambiwa kwa hii church. Ingine naambiwa mpaka anashindwa kuambia, ananiambia endelea kuomba dada, piga prayer. Piga nini? Mwingine anakuja anasema kwani nakujaga na wakuta? Unakuja kila saa, nikikuja kwa hii kanisa lazima niwakute na bibi yako hapa, niwakute. Sasa ulikuwa unataka kunikuta. Ukinikuta na mwanamke mwingine uende useme Lawrence amezalisha mwingine. Sasa ni Gilisini kweli? Akikoza kunikuta wewe faith. Mtu akoza kunikuta kila siku, akikuja Monday anakuta wewe ndio uko hapo, Wewe ndio uko hapo, mama ako wapi? Mama ako shughuli. So the same person ataenda kusema ripoti mzuri ya mambaya. Yeah? Lakini unasema tu utafute. Sikiza. Inasema who ignores what? I say ignores what? Comes to what? I say comes to what? Number two what? But the one who hits correction is what? Is what? Is honored. Pastor nakemea watu vibaya sana. Nakemeaga watu vibaya. I say kila mtu ana neema yake. Sema amen. Sema amina. Hata kwa nyumba yangu, hata watoto wangu wanajua. Everybody, kila mtu wanajua. That's why naweza kuta labda wamenipea identity, wanasema terrorist is in town. So jipange. Unanielewa? So unajua when you are given an identity, you are given what? Identity. One day King anasema daddy anipigangi sana, lakini vita zake akianza ni mbaya zaidi kuliko ile ungepigwa kila siku. Why? Because you don't sema discipline. Mimi nimeanza kujirea nikiwa miaka kidogo. Niwaambia nilianza kupika mugari ya kwanza faith nimepika 1983 nikiwa class 2. Mama yuko hapo, baba yuko, ndugu zangu hawako kuweko, wazee wameenda wapi? Ni unga iko, moto iko, na naonaga vile wanafanya, wanaekeleka maji inachemka, wanaweka unga ndani. Mimi sijui kama inachemka kiiva sana ama, lakini kile najua unga inawekwaga mahali kuna maji iko moto. Nikapika. Nikakula, kama ilikuwa mbichi nilikula mimi mwenyewe. Sema mimi mwenyewe. Siku kuinvite. Bwana Yesu asifiwe. Sema discipline.
Jamani, sema discipline. He who ignores correction is who ignores is self-esteem and poverty. So a curse without a cause, without what? When you obey, you are exalted. Let's go back that one. Simon, Deuteronomy chapter number 1, verses number 20, chapter 28. Sorry, verse number 1. He who obeys diligent. In other words, you put weight. You put weight. You put weight on it. Weight. You put weight. It says you fully obey the voice of God. Fully, not halfway. Not halfway. Fully, you obey the voice of God. When you obey the voice of God and His commandment, I give you today, the Lord your God will set you where? I say where? He will set you high above. He lifts you higher. 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 He takes you higher. Higher. If you want to be exalted, you must, number one, avoid a curse of disobedience. When you disobey, verse number 45. Let's read that verse 43 and 45. 43 and 44. You keep that one. That's the same chapter. That's when you disobey. It says the Aryans who lives among you rise above you. Above what? And the strangers. Unafanya biashara kati ya watu hawajaokoka lakini wako juu kukuliko. Unafanya kazi na watu ambao ni wapagani, wanainuliwa kwa promotion and you are not exalted. Why? Because you are disobedient. You are what? I say you are what? You are disobedient. When you disobey, God himself, the Bible says, those Aryans. Ebueka, Simon, another translation, New Living, maybe. New Living. This is very good. Inasema, and the foreigners, the what? I said with the what? There's a curse even in an African country. The foreigners, that's why people, when the foreigners are here, when the Chinese are here, the Europeans are here, they are more successful than the indigenous. They say the foreigners living among you will become stronger and as you grow weaker and weaker. Big business, you grow weak. Everywhere you grow weak. May God give you the grace that you obey beyond any capacity that God may bless your life in Jesus' name. I say may God give you grace to obey. Obedience is not hard. It's not hard. It's not hard. Ni kitu rahisi. Usifanye vitu vya Mungu na madharau. Bwana Yesu asifiwe sana. Usifanye na madharau. Usifanye na madharau. Hii dunia watu wanapigana vita, I say. Watu wanang'ang'ana, watu wanateshana, watu wanatafuniana irishi. Huyu jamaa alikuwa anatoa ushuhuda anasema wanaenda wanatafuta irishi, wanazima biashara zote. Atiyo mtu alikuwa anamwambia any business you shall lay your hand on and there's a witch. And you're given instruction by a witch. One kisi was given instruction na mganga hapa juu London, anaambiwa chukua nyungu na dawa, enda peleka kwa choo huko kwenu Kisii, na umake sure hiyo nyungu hijaingia, hujanyeshewa, hujafanya chochote, peleka polepole mpaka ufike Kisii na uende uchukue na isianguke kwa choo. Akafunga hiyo kamba vibaya. The next day nyungu hako kameanguka kwa mavi kwa choo. Akaambiwa sasa maisha yako imeanguka. You must get that. How can you do? So unaanza kwenda kubomoa choo, uende kutafuta mavi na imeteremka zaidi. What? Because you want your life to float. Mimi wakisidi unajua, sijui kabila zingine zote najua. Ndio wanakuwa wahadi sana kuwatoa katika desturi zao na mapepo zao, uwalete kwa Mungu wakae wakuamini 100%. Anakaaga hivi wiper. Hao unajua ndio sababu unajua wakisini mabrother za kina Aaron, unajua hivyo, na Moses. Kwani ile hasira Moses alikuwa nayo ni akina nani? Unajua Moses alikuwa Mkisii? Ndio. Moses alikuwa Mkisii boss. Na Aaron alikuwa Mkisii brother yake, maana Aaron alikuwa firstborn. Si ndiye alianza uganga wa kienyeji? Because when they wait 44 hiki tu Moses amjatengeneza. Ni mbona mnachanganyikiwa leo hivi? Tulikuwa 44. You are going to the next 43. We are going to 44. To read that 44 and then we come back the same Deuteronomy 28
Actually, let's read 65. Let's go 65. We read 65. Let's read 65. 65. 65. And among those nations you will find no peace. You will find no what? I say you will find no what? Katika mataifa hayo hautapata amani. Hautapata nini? Amani. That is a curse of disobedience. A curse of what? And a place to rest. A place to do what? You are doing business, you are doing this one, you are doing that one, you are trying this one, you are trying this job, you are trying this marriage, you are trying everywhere. There's nothing that you can rest. Why? Because of disobedience. But when you obey, you obey. Tell your neighbor you obey. Say you obey. When you obey, you obey. Number 2, you shall be exalted. Let's go back, Simon. Verses number 2. Verse number 2. Verse number 2. You shall experience all this blessing. All what? He may signify, it may simplify zaidi, brother. Where can New King James, my friend? And all this blessing shall do what? That's a benefit of obedience. Benefit of what? And this blessing shall come upon you. And the number 2, overtake you. Do what? I said do what? Overtake you. Because you have done what? I say you have done what? You have obeyed the voice of the Lord. The voice of what? You have obeyed the voice of the Lord your God. Obedience. Obey. In other words, when you obey, there's some blessing, my brother. When they come to number 1, you have peace. There's a blessing. Is there any blessing beyond peace, really? Kuna baraka zaidi ya amani? Nauliza, kuna baraka zaidi ya amani? Huyo jamaa alitoa ushuhuda, naendelea kuambia hiyo. Huyo jamaa alitoa ushuhuda akasema alipoenda kwa wachawi wanga wa kienyeji, alipokuwa analala na mke wake hivi, yani kwa chana moja tu, si ati wanalala wafanya mapenzi, lakini wamelala, mama anatokewa na python, nyoka zinamunyonga, anatoka mpaka kwa kitanda, anaanguka chini pak, na mwanaume hajaambia mama maagano penye alikuwa ametembelea. Hajamwambia chochote. Yani amemnyamazia, hachamwambia kwamba mimi nimekuwa mahali fulani and this is what has happened. And that's why I pray, may God of heaven give you grace. I say may God of heaven give you grace. I say may God of heaven give you grace of obedience. Inua mkono, sema Bwana nipe neema ya kutii. Sema nipe neema. Sema nipe neema ya kutii. Sema ya kutii. Sema ya kutii. Let's go to the next verse, Simon. Let's go to the next verse. And number 1, you shall be, when you obey, number 1, you shall be blessed where? It doesn't matter where you are positioned. Where you are what? It is not the position that determines your prosperity or your success. It is the obedience of God. Is obedience of what? When you obey and you are under the covenant of God, it doesn't matter your position. Doesn't matter what? Nirangu kule chini, kule unakaa huko chini huko kwako pale. It doesn't matter how people are hostile. When the enemy is looking for a ground, maana adui anaweza tafuta sababu. Anafuta nini? Sababu. Akikuta Steve uko na sababu ya disobedience. Pastor, niliumwa mapua sana, nikajikuna, nikafanya hivi, ndio nikaona wacha nilikoa sana. Pastor, nimekoa sana. Nakuuliza Deremoi, hujaona watu wamebebwa na wheelbarrow wakipelekwa hospitali? Faith, mtu akigonjeka sana, hujaona mtu akiwa na wheelbarrow anaenda hospitali? Mwingine unakuta anaenda kliniki, yako na mimba iko kama football, kama tractor ya kwenda kulima, ako hivi na anaenda kliniki. Pastor, patikaniza hawezi fanya nini? Nikikaa kwa na kliniki, atasimama kwa line, akae kwa line, apige foreni kutoka kwa line mpaka mwisho. Shit true? Am I talking to somebody here? Sema disobedience. Sema disobedience. You suffer shame and poverty. You become so disobedient. You are so hard.
And the Bible says, when you obey, God shall bless you in the city. Bless where? I say where? Number 2, and you shall be blessed in the countryside. The other say, the Bible says, the other translation says, you shall be blessed in the village. In where? I say where? You walk in the village, you are blessed. You drive a Mercedes in the village. Even when the witches are coming, when the blessings of God is upon your life, no witch can ever somersault to what God has given you. The reason why you are a captive of witchcraft is because you are the enemy as a regal ground. As a what? Akuna sababu. The next verse, first of all. Number 2, it says, blessed shall be the fruits. There shall be, your womb will be blessed. Your womb shall be what? Yani watoto na wazaa, watoto wako. Chona watoto wanakuwa kama grasshopper, they are everywhere, wanakanyaga juu ya viti, wanapata mgeni wanapiga slap. Yani you invest money, unapeana pesa, unapeleka watoto the best schools. Umepeleka watoto sijui Lions, sijui Kings, sijui wapi, mashule za ajabu, lakini anaonaga flat. You don't give even a tithe. Uwezi toa hata fungu. You cannot even train your child ni rangu. Uwezi fundisha mtoto wako mwambie kwamba giving to God is necessary. Is what? Shamelessly you give your baby 10 bob. Hiyo ndio sadaka. Mnatembea the whole day kutafuta shilingi 10. You are under cash. You cannot train your child. Uwezi mfundisha mtoto wako faith, umuonesha kwamba God is more supreme. Is more what? Than his grandfather. Mungu ni mkuu zaidi kuliko babu yake, kuliko nyanya yake. Mungu ni mkuu sana. Ni mkuu sana. Mungu ni mkuu. Prosperity. Number, it's going on to say, let's go to the next verse. And it says victory. Anytime you want to experience victory. Sema experience victory. Sema victory. Sema victory. Now the Bible says, and your basket and your kneading trough will be blessed. Yani chondo chako kitabarikiwa. Kitafanya nini? Kitabarikiwa. Uko na access ya kununua mkate uwezi kula. Una access ya kununua nyama uwezi kula. Una access ya kununua na Blue Band, unaambiwa chemusha managu, tena utafute managu. Kuna mboga zinaitwa nderema in our village. Nderema is a very sophisticated and complicated. Mamalia ndio wanapataka peke yake. Tena wakipata wanatafutia matajiri tu, si ndio? Jana tulikuwa tunaongea na pastor rafiki yangu, namwambia ile vitu tulikuwa tunachukia zamani, rabuoni, ndizi za kuchemushwa na maganda zake, ile vitu za zamani. Unakumbuka ile vitu tulikuwa tunachukia tukiwa watoto wadogo? Una malenge, yani ile vitu tulikuwa tunapewa tukiwa wadogo, unapewa mimi hakuna mkate tunaenda kulia chai, naambiwa kura na kiboro, kura na hii malenge. Kwanza wanapika hizo ngwaje, ndio mnaambiwa kunywa na hii na uji. Tulikuwa tunakunywa vitu na uji mpaka unachukia, unaangalia hivi unaanza kulia. Christmas sasa mko mwezi wa 6, lakini unasema Mungu, Christmas inafika, Christmas tuone mkate. Ikifika tarehe Christmas, yani December tarehe 1, mnaanza kama mazoezi. Mamangu alikuwa ananunua mkate mapema in advance. Tarehe 15 inawekwa mpaka inatoka clock. Siku moja tukafanya na